Kama mchambuzi wa siasa hapa nchini John Isdori Masawe, Nchimbi amehudumu kwa siku 295 tu. Kwa nini mtu aliyepewa dhamana ya juu kwa kula milioni kadhaa aondoke ndani ya chini ya mwaka mmoja? Je, unaamini kuwa kuna sababu zilizosema waziwazi kama vile mizozo ya mtindo wa uongozi, mashindano ya ndani ya CCM au tathmini ya utendaji kazi? Muda wa siku 295, nini kisichosemwa? Kwanza, miezi takriban 10 si muda mrefu kama makamu wa rais kujijenga kikamilifu katika ajenda za kisiasa. Lakini kile ambacho kimeandikwa, tumeona maneno kama ameamua kustaafu, ametimiza ahadi, rais anataka mabadiliko, anamshukuru rais na CCM. Kisichosemwa ni mabadiliko ya namna gani hasa rais anayahitaji. Amesema rais anahitaji mabadiliko, lakini barua ile haielezi hasa ni mabadiliko ya namna gani. Lakini vile vile, kwa nini hasa ni wakati huu? Kwa nini katika kipindi hiki ambacho pengine ni chini ya miezi 10 au miezi 10 peke yake tangu alipogombea na mheshimiwa rais kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Lakini nani aliyekuwa anahitaji mabadiliko? Pengine makamu mwenyewe au rais mwenyewe, na kuna pengine labda kuna tofauti za kimtazamo, na hili linawezekana. Mara kadhaa tumemsikia makamu wa rais Dr. Nchimbi kwenye majukwaa mbalimbali akizungumza maneno ambayo wapinzani walionekana wakiyapigia makofi, na unapokuwa ndani ya serikali ukazungumza jambo ukaona wapinzani wako kisiasa wamelipokea vizuri, basi huenda kuna wengine ndani ya ule mfumo uliopo hawayafurahii yale. Unaona Kwa hiyo swala la tofauti za kimtizamo inawezekana, ndio inawezekana. Tumemsikia mara kadhaa akizungumza uwepo wa Tundu Lissu mahakamani, rumande kwa muda wote huo. Wakati mwingine tumemsikiliza akizungumza kuhusu masuala ya katiba mpya, ambayo kwa namna moja au nyingine ni maneno ambayo yalipokelewa kwa hali tofauti na wanachama wa chama chake, wanachama wenzake. Tumeshuhudia mbunge fulani wakati fulani vile vile akizungumza maneno ambayo hatuwezi kusema moja kwa moja alimlenga Nchimbi, lakini tafsiri ya wengi ilikuwa namna hiyo, kwamba yule aliyezungumzwa katika maneno yale alikuwa Nchimbi. Lakini tumeshuhudia pia wanachama wenzake wakizungumza kwenye vyombo mbalimbali vya habari wakionyesha kwamba hawafurahishwi au namna ambavyo Nchimbi amekuwa akizungumza si ajenda pengine za chama chao. Kwa hiyo unaweza ukaona pengine kumekuwa na tofauti za kimtizamo kati yake yeye na chama chake au katika serikali nzima inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Sawa, lakini tunafahamu kwamba Nchimbi ametaja ibara ya 50 sura ya pili C na 100 sura 149 ni kifungu cha pili. Lakini je, kujiuzulu kwake kunafuata utaratibu sahihi wa kikatiba? Na baada ya kuondoka rasmi Septemba 4, Rais Samia ana siku 14 tu kumteua makamu mpya, na bunge ndilo litakalothibitisha uteuzi huo. Je, bunge la sasa linaloanza kikao chake cha Agosti 26 lina uwezo wa kuthibitisha makamo kwa haraka, au tunaweza kuishia na mgogoro wa kikatiba? Mchakato wa katiba, je, utafuatwa kwa ustahiki? Swala la kufuatwa mchakato wa katiba, nafikiri katiba imeainisha kwamba ni siku 14 rais anatakiwa awe tayari amepata mrithi wake kama sikosei. Na kama umeitaja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 50 kifungu kidogo cha pili C, ambayo inatambua kujiuzulu moja kwa moja kama sababu zinazoweza kumaliza wakati wa utumishi wa makamu wa rais. Sasa bunge la sasa linaweza kuidhinisha, ndio. Nafikiri kwa sababu taratibu zote zimeainishwa katika katiba na sheria za nchi, sioni kwamba bunge linaweza kushindwa. Nafikiri rais kwa kawaida atateua mtu ambaye, au atapeleka jina bungeni la mtu ambaye anafikiri ni sahihi, anaweza akairithi nafasi ya makamu wa rais, na bunge linachofanya ni kupiga kura peke yake. Kwa hiyo kama bunge linapiga kura peke yake, si jambo ambalo litashindikana,
na ikiwa atapata kura nyingi, nafikiri moja kwa moja baadaye ataapishwa kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo kitu ambacho bunge litasubiri baada ya mchakato wa kujiuzulu kukamilika ni jina kupelekwa na kulipigia kura, jambo ambalo sioni kama ni kitu ambacho kitashindikana. Kwa hiyo nategemea kuona kwamba pale ambapo hizi hatua hizi za kujiuzulu zitakamilika, basi mara moja atapatikana makamu mwingine wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.